sana wachezaji wa ndani. Kuna upungufu mkubwa sana wachezaji wa ndani kadiri ambavyo muda unakwenda. Wanakosa fursa. Si kwa sababu hawawezi, ni kwa sababu watu wanafikiria wachezaji wa nje zaidi kuliko ni kuwafanyia scouting wachezaji wa ndani. Kwa nadhani kwenye hili dirisha watu waongeze nguvu, wapate wachezaji wa ndani ambao wanaweza kuwa na future wa national team na hata club zetu, kwa sababu hatutakuwa na hao wageni milele wanakuja na perform na naondoka. Je, wakiondoka tunabaki na wachezaji gani? Ndio ninachoweza kushauri. Sawa, tumalizie. Ligi imetamatika, kwa maana ligi ya NBC imetamatika, na tunaona kwa upande wa wachezaji wetu wazawa Clement Mzize pekee yake ndio mchezaji ambaye amefunga mabao 10 plus. Kwa upande wako una wito gani sasa kwa wachezaji wa Taifa Stars? Nadhani ni kuongeza juhudi, kwa sababu wachezaji wa kigeni wanajua wanachotafuta. Wako kibiashara, wanalipo pesa nyingi, wana deliver. Kwa wachezaji wetu wasibweteke kwamba hapa yupo mgeni sitopata nafasi. Mzize ameonyesha katikati ya wageni, ameperform. Huwezi kupata namba hizi. Hakuna sehemu ambayo ukiona kitu unakipata kirahisi basi sio kitu kizuri. Let them fight, wapiganie nafasi. Mwalimu akikuamini basi aminika, fanya kile ambacho kinatakiwa ili at least na wao waweze kuingia kwenye competition hizo nafasi na wachezaji wa kigeni. Lakini tukisubiri wachezaji wa kigeni ndio wakija wafanye vizuri, sisi watakuwa wanaondoka wanatuachia matatizo kwenye national team zetu. Kwa mimi nadhani wachezaji wazawa tu waamke kwamba kuna nafasi ya kupigania kwenye timu zetu na kwenye club zetu. Sawa, ndio wa Aishi Manula, kuna maoni yote? Hatuna magolikipa wengi, kwa hiyo nadhani hiyo ni platform kwake kwa ajili ya msimu ujao. Yaani hiyo ni platform, kama ataondoka Simba na timu nyingine basi hiyo ni sehemu ya mazoezi kujiweka sawa. Bado tuna goalkeeper mzuri kama Manula, hatujampata mwingine. Wa JKT anakuja, lakini tunahitaji experienced goalkeeper ambao sasa hivi si wengi kwenye klabu kuu ambazo ni shindani, una wachezaji wa kigeni. Kwa hiyo Manula is the best na kila mmoja anafahamu. Kwa hiyo hiyo ni fursa, pengine alikuwa apate nafasi Simba si kwa sababu uwezo wake, lakini inawezekana kuna mambo mengi nyuma ya pazia, lakini this time ya yeye kuonesha kwamba anatakiwa anaweza, na mwakani aweze kupata timu ambayo itamfanya endelee kucheza zaidi. Shukrani sana. Asante. Wa 7 pale Mwanza katika uwanja wa Nyamagana ambapo itakutanisha wachezaji wote ambao wamepita Alliance, wachezaji wote ambao walipita kwenye academy ile na wameshakubali kushiriki kwenye tukio. Mimi kama mratibu na msemaji wa Alliance Day ni kwamba timu hii combine ya waliocheza Alliance watacheza na combine ya wachezaji wanaocheza Premier Simba na Yanga na wachezaji wengine wenye majina makubwa ambao tayari wamethibitisha kushiriki katika tukio hilo. Lengo kubwa la Alliance Day ni kuifanya Alliance kurudi kwenye peak kama ilivyokuwa. Watu wengi wamekuwa wakidhani Alliance imepotea baada ya kifo cha Mzee Bwire, lakini sisi kama wadau na tunaona mchango mkubwa na tunatambua mchango mkubwa wa Alliance kwenye mpira wa Tanzania, tumeona Alliance inatakiwa endelee kufanya matukio. Lakini lengo lingine pia ni kama kufanya charity, kuhakikisha kwamba tunarejesha pia kwa jamii, lakini kubwa pia ni kufanya Alliance irudi kwenye peak na kurudi Premier kwa sababu inacheza First League hivi sasa. Kwa hiyo wachezaji wameendelea kufanya mazoezi, kuna timu ipo na wachezaji kwa maana wa talented players wanarudi pale. Kwa hiyo lengo la day kwa maana ya Alliance Day ni kukutanisha Watanzania ambao walipita pale na wanamichezo wote wana Mwanza kwa ujumla na nchi nzima kwa wale ambao watapata fursa ya kuja. Kwa hiyo hilo ndio lengo mama kuandaa mashindano na ni tukio kubwa kwa maana ya event ya Alliance Day. Sawa, tunaona pia kuna wachezaji wengi ambao wametoka Alliance Academy wamefanikiwa kupata mpaka nafasi za kucheza nchi za kigeni kwa maana kimataifa zaidi, na wengine wanapata nafasi pia kutumikia timu kubwa Simba, Yanga, timu ya taifa. Kwa upande wako una wito gani kwa wana Mwanza lakini pia mashabiki na wadau wa Alliance Academy? No, kubwa ni kwamba wadau waendelee kuisupport Alliance, lakini pia hawa wachezaji mfano kama umewataja, kuna wachezaji wengi wamecheza Simba na Yanga, wamecheza kwenye kila timu. Sasa hivi huwezi kwenda kwenye timu ya Premier ama timu ya Championship usikutane na mchezaji ambaye amepita Alliance. Aidha wengine hawana majina, lakini wapo wachezaji ambao wanafanya vizuri, kina Hans Masud, wakina Mbundu wamepita, wakina Balama Mapinduzi, wakina Kelvin wamecheza kote. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi ambao kubwa walizalishwa pale na wanafanya vizuri. Kwa hiyo wito wangu kubwa ni wadau kuwapeleka watoto Alliance kwa sababu ni eneo sahihi. Kwa mtoto kama ana kipaji atafika mbali pale. Lakini jambo kubwa ni kuwaunga mkono hawa vijana ambao walipita pale ambao leo wana lengo la kukutana kwa mara nyingine. Ni sawa sana wanafunzi waliosoma pamoja miaka mingi leo wakutane kwa pamoja, haiwezi kuwa jambo jepesi. Wengine wameshaendelea na maisha yao. Kuna mtu angeona no, siwezi kurudi kucheza tamasha, mimi nishatoka Alliance, nipo Simba, nipo Yanga, lakini wanaweza kukutana. Kwa hiyo ni kuwaunga mkono kwenye wazo hili ambao wamekuja nalo kwamba wakutane, wacheze, wafurahie kitakachopatikana kwenye kiingilio cha 2000 1000 basi kirejeshwe kwa jamii. Watakuwa wamegusa sehemu ya maisha ya wana Mwanza na maeneo mengine na watoto ambao wanaohitaji kwenye jamii. Sawa, pamoja na hivyo tumeona pia tamasha, tunaweza tukasema kwamba tamasha la Samata na Alikiba ndio chachu ya matamasha kama haya kufanyika
yenye lengo la kurudisha kwa jamii. Pengine wito wako sasa kwa wale wote ambao wanashiriki kwenye shughuli kama hizi, nawaambia nini? No, waendelee kufanya kwa ukubwa, lakini wasisahau kuendelea kugusa jamii. Mfano hapa Tanzania, Yanga ni klabu ambayo ukiangalia kwenye matukio mengi wanakwenda wanagusa jamii. Ni jambo kubwa sana, kwa sababu watu wenye uhitaji ni wengi na si kila mtu ana uwezo wa kujimudu. Kwa hiyo wanaoandaa matamasha, na sisi kama leo tunakuja na Lions Day na wengine Mwamnyeto Foundation na kadhalika, waendelee kuwa na percent ambayo inarudi moja kwa moja kwa jamii. Unapata thawabu na unapata baraka kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo hata mambo yako yananyooka kwa sababu tayari unarudi kugusa jamii. Kwa kwangu mimi ndio wito wangu, hasa kwa haya matukio ya kimichezo ambao kukutanisha wanajamii, wasifurahie kucheza, baada ya pale watu waweze kuona matokeo ya kile kilichoandaliwa. Kumalizia, taifa ya Tanzania kujiandaa na michuano ya CHAN, na pamoja na kuipo kikosi kinakwenda nchini Misri kwa ajili ya maandalizi, kwa maana kambi ya wiki mbili kabla ya kuanza kwa mashindano hayo. Wito wako au neno lako ni lipi kuhusiana na kikosi ambacho tujipange? Sisi tuko nyumbani. CHAN imekuja kama sehemu ya kupita kuelekea AFCON. CHAN ni wachezaji ambao wanacheza soka ndani ya Afrika, tunayo room ya kufanya vizuri. Mimi nasema hivyo kwa sababu tutakuwa nyumbani, mashabiki watakuwepo, tutakuwa na uwanja wetu. Of course tunapambana na mataifa ambayo inawezekana wanatuacha mbali, wanachezaji ambao wako maeneo mbalimbali Afrika kuliko sisi, ambao pia ligi yetu na wachezaji wengi wanaotoka nje, lakini I believe sisi tutumie CHAN kama sehemu ya maandalizi kabambe kuelekea AFCON. CHAN ni mashindano makubwa, lakini AFCON ni makubwa zaidi, na kila nchi, watu wengi Ulaya watakuwa wanafuatilia, kwa sababu ni mashindano ambao watu wengi wanafuatilia na wachezaji wengi wa content, wachezaji wanacheza dunia nzima. Tukiwa wenyeji kupitia pamoja bid, tukifanya vizuri, tukifika mbali, tutaonesha dhahiri shahiri kwamba tulikuwa tumejiandaa kwa ajili ya mashindano. Kwa haya mashindano, walimu watumie wachezaji ambao kufika mpaka AFCON inayokuja 2027 tuwe na wachezaji ambao watakuwa sasa wako kwenye competition level na watakuwa na uwezo wa kushindana, si wachezaji ambao wanamaliza muda wao ambao hawezi kufika 2027 wakatusaidia kwenye AFCON. Kwa hiyo bila kujali tutafika finali hapa, tutatolewa, lakini sisi tujenge timu ambayo itakuwa ni timu shindani kwa ajili ya AFCON ya 2027. Ndio ambacho mimi naweza nikasema. Sawa, dirisha la usajili pia liko njiani hapa, na waambia nini sasa wachezaji ambao tunaona tetesi ni nyingi, lakini pia hii inaweza ikawa pia ni platform ya wao kuonekana zaidi. Na mimi nadhani scouting ifanyike vizuri kwa club zote ambazo zinataka kusajili kwa ajili ya msimu ujao. Club zetu zina uvivu wa kufanya scouting. Tuna wachezaji wengi, nchi ni kubwa, championship kuna wachezaji, na hata wale wa nje watu wafanya scouting nzuri, waende wajiridhishe na aina wachezaji wanataka kusajili. Lakini hata wachezaji ambao wanapata ofa waangalie anataka kwenda kwenye klabu yenye malengo ya namna gani, wapush. Lakini bila kufanya scouting nzuri, watu wanaweza kusajili wachezaji ambao sio sahihi, tukabaki kulaumu na klabu zetu zisifanye vizuri zaidi. Lakini pia mimi naweza nikasema kwenye dirisha hili la kutumia wachezaji